Kuna stage 6 katika ndoa ambazo wanandoa lazima wapitie, na stage ya 3 ndo stage ambayo ndoa nyingi zinavunjikia hapo, ama mahusiano mengi yanavunjikia hapo. Sasa mimi leo nitakutajia hizi stage 6 na nitakwambia faida ya wale watakofika katika stage ya mwisho ni ipi. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Hizi ni stage 6 za ndoa, kuwa aware kuzifahamu ili uweze kuelewa kwa namna gani ndoa yako itaenda kuwa na kwa namna gani unaweza kuziishi hizi stage 6. Karibu sana. Twende kwanza na stage ya kwanza. Stage ya kwanza ya ndoa inaitwa honeymoon stage. Hii ndio stage ambayo kila kitu kwenu kitakuwa rahisi. Kila mmoja wenu ataonesha juhudi, ataonesha jitihada katika namna ya kupambania mahusiano yenu, na itakuwa ni stage ambayo hamtotumia nguvu nyingi kufurahi, hamtotumia nguvu nyingi kuwa na amani. Ni stage ambayo mtakuwa mnaelewana sana. Ni stage mtaonyeshana upendo. Ni stage mtakayokuwa na amani. Ni stage ambayo mtaenjoy maisha kikweli. Na hii ndio stage ambayo kwa sababu mmetoka katika maisha ya kawaida, sasa mnaingia katika ndoa. Kumbuka kulikuwa kuna harusi hapa nyuma, kulikuwa kuna michango, kulikuwa kuna pongezi nyingi, kulikuwa kuna maadui wa kuonyesha kwamba walizani hamfanikiwi, mmefanikiwa. Kuna deliverance nyingi hapa lazima uzifanye na zikupe hamasa na furaha. Kuna ile kuona wow, this time nimeingia katika ndoa. Ilikuwa ndoto zangu. Nimeolewa na mtu ninayempenda. Tunafurahi pamoja. Kwa hiyo hii ni stage ambayo watu wengi wanaenda kuyaishi yale mawazo ama yale matarajio ya wao kuingia katika ndoa. Kwa hiyo ni stage ambayo kila kitu kwao kinakuwa rahisi kwa sababu kila mmoja anaonyesha jitihada ya kumfurahisha mwingine. Stage ya kwanza hiyo inaitwa honeymoon stage. Sasa stage ya pili ya ndoa inaitwa reality stage. Hii ni stage ya uhalisia wenu sasa wa uwazi. Kwenye ile stage ya kwanza mliishi honeymoon. Sasa hii stage ya pili tayari mshazoeana, mshajuana. Kila mtu anaanza kuonesha zile tabia za uwazi sasa. Namna anavyojisikia, namna alivyo. Sasa hii ni stage ambayo kikawaida inawafanya watu wengi sana waanze kujutia na kuanza kuwa na wasiwasi. Pengine walikosea kuolewa, pengine waliharakisha sana kuolewa, pengine waliolewa na mtu ambaye hawakumjua, kwa sababu kuna zile tabia ambazo pengine mwanzo alikuficha ili kukumanipulate wewe uweze kumkubali na ufunge naye ndoa. This time kwa sababu kisha kupata zinaanza kutoka. Kwa hiyo ni stage ambayo unaweza ukawa na doubt ya maamuzi uliochukua kuolewa. Ni stage ambayo huanzi tena kuiona ile furaha. Ni stage ambayo vile vitu mlivyokuwa mnafanyiana ambavyo vinawapeni tena furaha na amani vinatoweka, havionekani tena, na vinaweza vikaonekana kama ni usumbufu ama sio wazo zuri ama sio kipaumbele tena kwenu. Mlikuwa mnapenda kutoka out, kufurahi. This time hamtoki tena na inaonekana kama ni hatia kutoka, kama inaonekana kama ni anasa kutoka. Kila kitu kinaanza kubadilika. Unaanza kuona kumbe mwanaume anapiga, kumbe mwanaume anagubu, kumbe mwanamke ana tabia mbaya, kumbe mwanamke alikuwa ananiektia. Ni stage ambayo kila kitu kinaanza kuwa kama blind, kila kitu kinaanza kuwa kama hakionekani tena. Hakuna zuri linaloonekana katika ndoa. Hapo ndo mmoja anaweza akajihisi hapendwi ama yeye hapendi. Yaani zile hisia za upendo zinaanza kupotea. Unajihisi kama wewe una umuhimu katika mahusiano, unajihisi kama haupendwi, ama unaanza kujihisi kama umekosea kumpenda, kama haukutakiwa kuwa naye na vitu kama hivyo. Sasa hii ni stage ambayo inaitwa reality stage, ni stage ya uhalisia wa tabia za watu. Sasa kwa nini inakuwa katika namna ya mkanganyiko? Ni kwa sababu haukuwa na matarajio kama huyu mtu yuko hivyo unavyomuona. And this time kaachana na zile drama, anaanza kuwa katika reality. Kwa stage ya pili ya ndoa ni reality stage. Ile stage zitaoleta tabia zenu za uwazi kabisa, na hapo utakumbana na challenge ya kuzikabili hizo tabia, kama utaziweza ama utazishindwa. Sasa hiyo ni stage ya pili. Twende katika stage ya tatu ambayo watu wengi wanakwama katika hiyo stage. Stage ya tatu ni disappointment stage. Ni stage ya kukata tamaa. Hapa ndio wanandoa wengi wanakwama ama mahusiano mengi yanavunjikia hapa. Unaanza kukosa tumaini, hauoni tena kama mtarudi kuwa sawa. Kuna mambo mengi yametokea katika stage 2. Hapa unaanza kuona kama hamwezi kurudi kuwa sawa. Unaanza kupoteza tumaini, unaanza kuona hauishi lile lengo lako mama la wewe kuingia katika ndoa. Ukaribu wenu unaanza kupotea. Mlikuwa mna mapenzi, mnakuwa karibu. This time mnaanza kujiona mpo mbalimbali. Hisia zenu zinaanza kuwa pia mbalimbali. Mnaanza kuishi ndani ya ndoa kama ndugu ama kama watu msiokuwa na maelewano. Mtu na mumewe lakini mnaweza msiongee wiki 3, mnaweza msiongee wiki 2. Kila siku ni migogoro ndani ya nyumba, mnakosa maelewano. Ukifanya kizuri kimekuwa kibaya, ukijitahidi kufanya jambo zuri kwa mwenzako, labda aone umefanya kitu, appreciate ulichokifanya. Mwenzako anaona kama inabidi uondoke, wewe unaona kama inabidi uondoke, huyu anaona kama wewe inabidi ubaki. Ni ile moment ambayo ama ni ile stage ambayo kila mmoja anayakatia tamaa mahusiano, na kila mmoja pengine anatafuta nafasi ni kitu gani akafanya ili ayavunje mahusiano aweze kumove. Ni ile stage ambayo mtu ukimwambia kuhusiana na ndoa
haitamani kabisa ndoa. Yaani anaona kaingia katika kifungu ambacho anatamani atoke leo kesho. Na wengi wanapofika katika stage hii unakuta tayari wana watoto. Kwa hiyo unakuta anaona hawezi kutoka kwa sababu ana mtoto. Wengi wanapofika stage hii unakuta tayari labda ameshafanya mambo makubwa na mwanaume wake anaona nikiondoka hapa kuna vitu vingi nitaviacha nyuma. Wengi wanafika stage hii wanatamani kuondoka, lakini wanajikuta nikiondoka labda ni aibu. Kwa hiyo unakuta wengi wapo katika hiyo stage lakini wanabaki kutokana na labda watachekwa ama watadharaulika ama familia yao itawatenga ama kuna mali wameshachuma pamoja ama kuna watoto. Kwa hiyo inawafanya wabaki, lakini wengine wanashindwa hata kuvumilia na kubaki, wanaondoka katika hiyo stage kwa sababu upendo unakuwa umekwisha kabisa, uonekani pale. Raha, amani zinapotea kabisa katika hiyo ndoa. Mume analala nje siku 5, mume ana wanawake wengine, mke naye labda ana mambo mengine, akusikilizi, unarudi nyumbani hujapiki. Yaani nyumbani mnaishi kama maadui. Kwa hiyo ni stage ambayo unakuwa unaishi kwa majuto tu katika hiyo ndoa. Unakuwa unaishi kwa kisirani, hasira katika hiyo ndoa. Ndoa imekosa amani, imekosa furaha. Hiyo ni stage ya 3 ambayo, na watu wengi katika ndoa na katika mahusiano, hiyo ndio stage ambayo wapo hivi sasa. Pengine naongea na wewe lakini unaipitia hii stage katika ndoa yako ama katika mahusiano yako. Ni stage ambayo kama hutaweza kuielewa stage ya 4, basi hauwezi kumove katika hii stage. Unaweza ukaishia katika hii stage ama ukabaki katika hii stage milele. Kwa stage ya 3 ya ndoa ni disappointment stage. Stage ya kukata tamaa, stage ya majuto. Stage ya ndoa ama mahusiano ni adjustment stage. Ni stage ya marekebisho, hatua ya marekebisho. Sasa hapa tayari mmeshajuana. Kama tuliona kwenye namba 3, mmejuana, kuna mambo mengi yalitokea katika ile stage ya 3. Sasa hii stage ya 4 mmeshajuana. Umejua mwenzako ukifanya hiki anakuwa mkorofi, ukifanya hiki hapendi. Sasa hii ni stage ambayo sasa unajiminimize ama unajiweka katika namna ya kuendana na mwenzako. Ni stage ambayo kama umevuka stage ya 3 umekubaliana ama umejua kwa namna gani utaziendo zile changamoto za kukutana nazo stage ya 3. Kwa katika stage ya 4 unaenda kuishi yale majibu uliyopata kwa namna gani utaendana na mwenzako. Sasa hii ndio stage ambayo mnaanza kuwa na maelewano ya kiutu uzima. Kwa sababu mpo matured. Wewe sasa hivi ushamjua mwenzako vizuri na mwenzako ameshakujua wewe vizuri. Kwa hiyo kuna maneno ama kuna maelekezo mwenzako akiyatoa utaenda kuyatekeleza katika namna nzuri kwa sababu unaelewa matokeo ya kutotekeleza hilo shauri. Lakini pia utaelewa mwenzako akiwa katika namna hii, wewe usiende katika namna hii kwa sababu mtazidi kuleta mtafaruku. Kwa hiyo stage ya 4 mara nyingi watu wanaweza kuvuka ya 3. Stage ya 4 mara nyingi wanaishi neutral. Hauwezi kukuta wanafanya mambo ya kuleta ile migogoro ya stage ya 3. Lakini pia utakuta ile migogoro ya stage ya 3 inaenda kutokomea katika stage ya 4. Inapotea kwa sababu watu hawatakuwa wanapambana tena nani mshindi, bado wanapambana tena kwa namna gani tutaelewana. Si umeelewa? Mwanzo ilikuwa mimi nilikuwa sipendi kweli mwanaume, sikujua. This time umejua na unajua kwa namna gani unayaishi na mapungufu ya mwenzako. Hii ndio stage utaweza kujua kwamba haya mapungufu na yarekebishaje na haya mapungufu mengine sio ya kurekebisha bali ni ya kukubali mimi kuyaishi. Nasemaga kila siku yapo mambo ya kurekebisha na yapo mambo zipo kasoro za mtu kama maumbile huwezi kurekebisha na hazina athari yoyote katika mahusiano bali tu ni vile wewe hizo kasoro uzipendi. Si ushanielewa? Kwa stage ya 4 ni stage ya marekebisho. Yale mlojifunza, mmeshajuana, sasa unaanza kujua namna ya kuishi na mwenzako. Hii ndio stage ambayo mwanaume alomshindwa watu wote wanashangaa mwanamke mwezaji. Hii ndio stage ambayo mwanamke alioshindwa na watu wote wanashangaa mwanaume mwezaji. Kumbe umeweza kuvuka naye katika ile stage ya 3 na kwenda naye katika stage ya 4. Na nilisema kama haujaelewa stage ya 4 unaweza kudumu katika stage ya 3 kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Stage ya 4 haiji tu bali wewe ndio unaitwist ile stage ya 3 kuleta katika stage namba 4. Kama upo katika ndoa ina mgogoro sana, upo katika mahusiano na mgogoro sana, anza kutwist kuingia katika stage ya 4 kwa namna ya kwamba sasa nimeelewa hizi changamoto za mwanaume wangu zinatokana na nini, na kuna changamoto zingine zinatokana na makosa yako wewe ama kwa namna tabia yako wewe, na kuna changamoto nyingine inatokana na tabia za mwenzako zinazoleta changamoto kwako wewe. Kwa hiyo ukielewa haya sasa unatengeneza mfumo wa stage ya 4 kwenda unakabiliana nayo vipi hayo mapungufu ya mwenzako na mwenzako atakabiliana nayo vipi mapungufu ya kwako. Kuna maisha ama kuna mapungufu ya mwenzako unayakubali yawe moja ya maisha yenu kama kilema cha mwenzako, na kuna yale ya kurekebisha unayarekebisha, na kuna yale unajua sababu gani anatokea, utazizuia hizo sababu ili asitokee. Kwa stage ya 4 ni stage ambayo inaenda kupunguza
migogoro mingi sana, inaenda kupunguza mifarakano mingi sana kama utaweza kuifanya vizuri stage ya 4. Ushanielewa eh? Twende katika stage ya 5. Stage ya 5 ni teamwork. Baada ya stage ya 4 kuweza kuelewa kwa namna gani unaweza kaendana na mwenzako, kutengeneza chemistry ya pamoja, muunganiko mzuri, basi stage ya 5 unaenda kutengeneza teamwork. Teamwork ni ile kwamba nyinyi mshakuwa mwili mmoja, lako lake. Hii ndio ile stage ambayo unaficha madhaifu ya mwenzako, unaficha aibu ya mwenzako. Kuna wakati kuna mambo yanatokea katika public ama katika jamii, wewe hautotawaliwa na hisia bali heshima. Hii ndio stage ambayo heshima itatawala zaidi ya hisia. Yaani kuna maamuzi wewe utakuwa unayafanya sio kwa kutumia hisia bali heshima. Hisia inaweza ikakuamulia ufanye tukio moja baya sana, lakini heshima itakurudisha ufanye tukio moja zuri sana. Na hii ndio namna ya maturity, hii ndio namna ya ukuaji ambayo sasa tunaelekea ama tunazielekea changamoto zetu za ndoa ama mahusiano katika namna ya utu uzima. Hili limetokea, nilitakiwa nipige kelele, nilitakiwa nitukane, nilitakiwa nibebe mizigo niondoke nyumbani, lakini sitofanya hivyo kwa sababu namheshimu mume wangu, namheshimu mke wangu, tutarudi pamoja, tutaongea. Na hiyo makosa yake ama changamoto zake hazitofanya eti mimi niungane na watu wa nje kumshambulia mume wangu. Yaani nakwambia mume wangu ndo kazidi. Au mimi mke wangu amezidi sana tabia. Ukiwa nje unapambania heshima ya mumeo. Kwamba mume wako bwana naye ngombe mimi najua jinsi. Yaani unapambana katika namna ya kuficha aibu ya mwenzako kwa sababu aibu yake ni aibu yako. Lakini pia kumuondolea yeye heshima, afu kesho mnarudiana, ina maana unarudiana na mwenzako lakini wewe nje ushamtangazia mabaya, wote mnaonekana nyinyi ni wapuuzi. Kwa hiyo utakuwa na heshima nzuri sana. Hata mumeo kafanya jambo baya huko nje, kwanza huko nje unamkingia kifua, halafu mnarudi ndani mnazungumza. Mkeo kafanya jambo baya huko nje unamkingia kifua, mnarudi ndani mnazungumza. Hiyo ndio heshima iliyotawala hisia. Ukiwa na hisia kafanya jambo baya nje na wewe unaenda kumtangazia mabaya. Kwanza tukiwa ndani yenyewe hata ile akula anipi. Unatafuta matatizo mengine. Kwa hiyo stage ya 5 ni teamwork. Mtakuwa timu moja. Na timu moja inatengeneza chemistry, inatengeneza bondi, mnakuwa mmeelewana katika namna kubwa sana. Ni ngumu nyinyi kuachana. Kwa sababu sasa yeye anakuwa kishatoa mamlaka, wewe ni mwalimu wake, wewe ni kiongozi wake. Na anapokosea anajua kabisa mimi mke wangu ni mtu ananiheshimu sana. Mpaka anaamua kuliongea hili nimsikilize. Kwa usikivu unakuwa wa juu katika stage ya 5 kwa yule anayekosea na yule anayekosewa. Lakini pia inawatengenezea namna ya nyinyi kujiona ni mwili mmoja. Unajua kitu kinachofanya watu wengi waachane ni zile options kwamba ninaweza nikamwacha kuna mwingine. Si ushajue, lakini ikifika hatua kwamba huyu ni wa kwangu, maana yake changamoto itakayotokea utaona ni jukumu lako kukabiliana na hizo changamoto, ama nyinyi wote wawili jukumu lenu kukabiliana na hizo changamoto. Kwa stage ya 5 mnaenda kutengeneza teamwork ambayo kiukweli hapa ndo mnakuwa sasa mahusiano yenu yashakuwa imara. Mahusiano yenu yashakuwa bora. Ndio ile watu wanaishi miaka 60, miaka 70 pamoja, miaka 50 hawaachani. Hata ufanye nini huwezi kuwagombanisha. Si ushanifahamu eh? Stage ya 5 ni teamwork. Sasa usikwame tu katika stage ya 3. Umeona stage zinazokuja mbele ni stage nzuri sana. Twende katika stage ya 6. Stage ya 6. Stage ya 6 ni upendo wa kweli. Hatua ya 6 ni upendo wa kweli. Kutokana na yote mlioyapitia katika stage ya kwanza mpaka ya 5, hii ya 6 inaenda kutengeneza upendo wa kweli. Sasa upendo unakuwa ni sehemu yenu ya maisha. Sio, ushanielewa eh? Hamtohitaji vitu ndo viwakilishe upendo kwenu. Hapana, bali maisha yenu yamedhihirisha huo upendo. Hautohitaji mumeo akupe zawadi ndo useme nakupenda. Hautohitaji mumeo awe anakuambia maneno mazuri tu ndo ujue anakupenda. Hautohitaji mkeo awe mzuri tu ndo ujue anakupenda. Hautohitaji mkeo asiwe na hasira kila siku anacheka tu ndo ujue anakupenda. Hapana. Lakini upendo kwenu utakuwa ni sehemu ya maisha. Na ikiwa sehemu ya maisha, maana yake maisha yana mapito mengi, yana shida, yana raha, yana changamoto, yana misukosuko, yana migogoro, yana amani na kadhalika. Kwa hiyo nyinyi mtakuwa ni sehemu hiyo ya maisha. Kwa hiyo chochote kitachotokea katika maisha yenu, hamtatafasiri kama upendo umekwisha, bali mtatafasiri kama ni sehemu yenu ya maisha. Umeshafahamu eh? Upendo unapogeuka kuwa maisha kwako ama wewe na mwenzako, basi hakuna changamoto itakayoyumbisha. Kwa hiyo ukifika katika stage ya 6 nipende kukuambia rasmi umejirasimisha kudumu katika mahusiano milele. Tunapoona mababa zetu, mabibi zetu wamedumu miaka 60, miaka 70, hawa kwao upendo umekuwa ni maisha. Hawa watu uwaoni wakienda bichi kustarehe, uwaoni wakienda klabu kustarehe, uwaoni wakilishana keki, uwaoni wakipeana zawadi, uwaoni wakinunuliana magari, uwaoni katika mitandao ya kijamii, lakini wana miaka 60 ya amani na furaha pamoja.
Hawa unawaona kwamba mpaka aletewe zawadi, mpaka waende bichi, mpaka wapige picha, mpaka wakale bata ndio wanatafasiri upendo. Maana yake hawa hawana muda mrefu wa kudumu katika mahusiano, kwa sababu zawadi zitakapoisha upendo utaisha. Bata zitakapoisha upendo utaisha. Si vikorokoro vyote vile unavyodhani ni upendo vikipotea, ina maana upendo kwa utafanyaje? Utaisha. Na ndio maana nyinyi mmetoka katika stage ya kwanza hadi ya sita, ina maana vile vitu vyote vilikuwepo vikaisha, na this time mpo pamoja. Maana yake hiyo ni alama tosha kwamba nyinyi mnaishi upendo. Lakini pia kila mmoja ataanza kumuona mwenzake ana thamani, tofauti na ile kwamba wewe ndo una bahati kuwa na mimi. Hapana, this time itakuwa kila mmoja ana bahati kuwa na mwenzake, kwa sababu atamuona mwenzake kama ni sehemu ya maisha. Upendo kwenu utakuwa ni amani, sio vitu vizuri tu, bali ndio amani yenu. Kwenye majanga mnaamini tukiwa pamoja tutavuka na tutabaki kuwa imara. Kwa hiyo nikwambie tu wewe, pengine upo katika stage ya kwanza ya honeymoon, furaha, nataka ukisikiza hii video uwe aware, kwa sababu kuna stage nyingine zinakuja mbele yako. Pengine upo katika stage ya pili, reality, unaanza kumjua mwenzako sasa kwamba yani mimi sijajua, yani bora hata nisingeolewa. Amini, hiyo stage itavuka, mjue ili uweze kuangalia kwa namna gani unaweza ukamuendo, ama kwa namna gani unaweza mkaendana katika hiyo namna mnaweza kujuana. Lakini disappointment, stage ya tatu, utaanza kuhisi kukata tamaa, kuvunja huo mahusiano kwa sababu umetafuta majibu, umetafuta muafaka, umekosa. Nikwambie, kama upo katika stage hiyo, kuna stage ya 4 ambayo hiyo stage itakufanya nyinyi muweze kuwa neutral na muishi vizuri. Kuna stage ya 5 ambayo mtazidi kufurahi, na kuna stage ya 6 ambayo ukiweza kufika, basi jua mahusiano yenu hayatakuwa na mwisho tena. Sasa hii video ya stage 6 za ndoa ama mahusiano kama imekusaidia, naomba usiache kucomment hapo kuniambia imekusaidia katika namna gani. Kuna kitu gani kipi umeweza kukifahamu kutoka katika hii video? Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, ni kuletea stage 6 za ndoa ama za mahusiano. Najua kuna mengi utakuwa umejifunza. Kama ni mgeni, naomba usiache kusubscribe, ama kama wewe ni mwenyeji lakini hujasubscribe, naomba usubscribe katika channel yangu ili tuweze kukutana katika masomo yangu mengi mazuri. Mimi nikwambie tu, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine inayofuata. Naondoka kwa sasa, tukutane katika somo lingine linalofuata. Hadi wakati mwingine tena, nikuage kwa sasa. Bye bye.